kinachonisikitisha mimi ni kwamba katika kipindi hiki kirefu bado hatujapata mfumo wa demokrasia. Na chama cha CCM kimekuwa sio chama cha siasa, kimekuwa ni chama cha dola. Yeyote anayeshika dola ndio anakuwa kiongozi wa chama. Profesa Mwandosia wakati wa marehemu Magufuli alienda msibani, akawa anazungumza, kumbe mambo ya teknolojia sasa, kuna mtu alikuwa na simu anamrekodi. Wakati ule anastajabu kwamba marehemu Dr. John Pombe Magufuli anakuwa mwenyekiti wa CCM, hajapata hata kuwahi kuwa katibu wa tawi. Sijui Mama Samia aliingia lini CCM, lakini wazi na yajawa atakuwa katibu wa tawi, lakini anakuwa mwenyekiti wa CCM. Na ukishakuwa mwenyekiti wa CCM unakuwa na mamlaka ya dola. Sasa chama kinakuwa kinaongozwa na usalama wa taifa, kinaongozwa na asasi za dola. Kama nchi tumekwama. Na ndugu zangu, masuala ya demokrasia, hata ukiwa ndani ya CCM, kuwa na mfumo mzuri wa demokrasia ndiyo ulinzi wako. Kuwa na mfumo mzuri wa demokrasia ndiyo ulinzi wako. Kwa hiyo hili ni swala linalotuhusu sisi sote. Kweli unaweza kuwa na chama tawala ambacho kinasemekana kwamba ni chama ambacho kinapata kura nyingi. Mimi silikatai hilo, lakini upate kura nyingi kwenye uchaguzi uliokuwa huru na wa haki. Watu wapige kura, kura zihesabiwe kama zilivyopigwa, sio kwenda na utaratibu wa Oktoba tunatiki. Tumepata matatizo makubwa. Sasa mtu unapounda serikali baada ya kupata matatizo makubwa, utajaribu kuunda serikali ya kukusaidia kukabiliana na matatizo hayo. Kama una ushauri, utaunda serikali ya kukusaidia kukabiliana na matatizo hayo. Sihitaji kuipitia serikali ya Mama Samia, lakini ni wazi sio baraza la kusaidia kuweza kupambana na matatizo hayo, matatizo ambayo tunayo. Kwa hiyo jambo ambalo linanisikitisha, pamoja na juhudi zetu zote, alau kwenye piga hatua kwenye demokrasia, chaguzi zikawa huru na za haki. Watu hata kama ni CCM inachaguliwa, mimi sina matatizo, alimuradi wachaguliwe kwenye uchaguzi uliokuwa huru na wa haki. Lakini uchaguzi umevurugika, kura hazijahesabiwa, tayari